Ni siku ya tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025, sawa na siku ya Jumamosi, na kipekee tufahamu kuwa kwamba leo ni siku ya wanawake duniani. Kwa hiyo kipekee tuchukue fursa hii kwanza kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nafahamu hivi leo yeye ndio mgeni rasmi kwenye maadhimisho ya siku ya wanawake duniani ambayo kitaifa yanafanyika kule mkoani Arusha. Lakini kipekee mimi binafsi leo nimefika hapa Kigamboni kwenye yadi hii ya Songoro Marine, ambapo kama mtakumbuka kuwa tarehe 10 mwezi wa pili 2025 kivuko chetu cha MV Kilindoni kilifanya safari yake ya mwisho kutoka Mafia kuja Nyamisati, na hatimaye tarehe 12 mwezi wa pili kilifika hapa Songoro Marine kwa ajili ya kufanya marekebisho, maboresho na ukarabati kwenye baadhi ya maeneo. Naomba niwape taarifa kwamba tarehe 18 nilikuja hapa na nilikaa na timu yetu ya wataalamu hawa wa Songoro Marine ambao walikuwa wanafanya ukarabati pamoja na kufanya ufungaji wa injini mpya katika kivuko chetu hiki cha MV Kilindoni. Leo tarehe 8 nimefika tena hapa mwezi huu wa 3 kuja kupata taarifa ya kitu gani kilichokuwa kinaendelea. Na naomba sasa nitoe taarifa kwamba kivuko chetu kimekamilika kwa 100%. Na sasa hivi wanachomalizia ambacho kinafanyika hapa, kuna vitu kama vitatu hivi wanafanya marekebisho au wanafunga upya. Kuna kitu kinaitwa seamless steel au seamless pipe ambayo tayari ilinunuliwa toka jana, ndio wanayofunga hapo. Lakini kuna elbow, baadhi ya elbow kwenye hii injini ya zamani ambazo nazo zilikufa, nazo vile vile wanazifunga na French nazo vile vile wanazirekebisha. Kwa hiyo baada ya marekebisho hayo ambayo yatakamilika leo, tunatarajia kesho wenzetu wa TASAC, kwa sababu nimetoka kuongea na mkurugenzi Mohamed wa TASAC hapa, ameniambia yeye yuko Dodoma, lakini wenzetu wa Songoro Marine wamwandikie barua ili vijana wetu wa TASAC waje kufanya ukaguzi wa mwisho ili Jumatatu mapema kivuko chetu hiki kiweze kutoka hapa kwa ajili ya kuelekea Nyamisati, ili huduma baina ya Kilindoni na Nyamisati ziweze kurejea. Kwa hiyo ile ajenda sasa ambayo watu wengi walikuwa wanajadili kuhusiana na swala la usafiri baina ya Nyamisati na pale Kilindoni, kuanzia Jumatatu inaenda kutatuka. Kwa hiyo niwashukuru sana wenzetu wa Songoro Marine kwa kazi hii kubwa ambayo wameifanya. Ilikuwa na changamoto nyingi, lakini hatimaye leo imeweza kukamilika. Lakini tuwashukuru vile vile wenzetu wa TEMESA kwa usimamizi, lakini vile vile kwa malipo ambayo tulivyokuja hapa mara ya mwisho ilikuwa 30% ya malipo ya engine yalikuwa bado hayajafanyika. Lakini leo tunavyozungumza malipo hayo tayari yameshafanyika, na kuna malipo tu kidogo ambayo yamebaki kama milioni 20 na kitu, ambayo tunatarajia wiki ijayo tutafanya ufuatiliaji wa karibu ili kuhakikisha nayo yanalipo. Kwa hiyo niwashukuru wenzetu wa TEMESA nao kwa kufanya yale malipo kwa wakati na kazi hii kufanyika kwa wakati. Lakini tuwashukuru vile vile wenzetu wa TASAC ambao nao walishafika hapo kwa mara ya kwanza, na kesho watakuja tena kwa ajili ya kufanya ukaguzi wa mwisho na ili kivuko chetu kirejee kwenye huduma zake za kawaida. Kwa hiyo hilo ni eneo la kwanza. Naomba niwape taarifa wananchi wote wa Mafia pamoja na Watanzania kwa ujumla ambao walikuwa wanatumia usafiri au huduma hii ya usafiri baina ya Nyamisati na Kilindoni, kuanzia Jumanne Mungu akipenda tarehe 11 vivuko au kivuko chetu hiki kitakuwa kimeanza kutoa huduma katika maeneo hayo niliyoyataja. Na kwa maana hiyo sasa zile taharuki, ile fadhaa, ile ubabaikaji kwa namna moja au nyingine uliokuwa unatokea, sasa tuweze kuondoa na hali ya usafiri itakuwa imerudi. Tuwashukuru kwa kipindi hiki chote kwa uvumilivu ambao wananchi mmeuonyesha wakati serikali hii ya awamu ya 6 Daktari Samia Suluhu Hassan ilikuwa inafanyia kazi changamoto ya kivuko hiki. Lakini sambamba na kivuko hiki, kama mtakumbuka, vile vile tuna kivuko chetu cha MV Songosongo ambacho nacho kilikuwa kinafanywa ukarabati tokea tarehe 20 ya mwezi wa pili pale Kilindoni Mafia, na walikamilisha ule ukarabati. Kumetokea changamoto kidogo kwenye upande wa shaft
ambayo ilipata athari kidogo kwenye zile trade ambazo imesababisha ile shaft kushindwa kufungwa, lakini niwape taarifa kwamba jana jioni shaft ile imesafirishwa kuletwa Dar es Salaam. Tunatarajia kuipokea hivi leo hapa Dar es Salaam, na baada ya kuipokea kesho itarudishwa tena karakana kwa ajili ya kwenda kuchongwa zile trade upya, na Mungu akipenda kunako Jumatatu au Jumanne ile shaft itakuwa imerejeshwa Mafia kwa ajili ya kufungwa, ili nayo MV Songosongo iendelee kutoa huduma. Kwa hiyo hayo yote kimsingi tumeweza kuyafanya, tumeweza kuyasimamia, na mimi niwaondoe hofu, mambo haya yote nayafuatilia mimi mwenyewe kwa karibu na kuhakikisha kwamba yanakamilika ili ile changamoto ya huduma za usafiri katika kisiwa chetu ziweze kutatulika. Nawashukuru sana, asanteni sana na Mungu awabariki sana. Asante. Lakini kwanza kubwa nimpongeze mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutoa fedha ya kununua injini mpya moja ya kivuko hiki ili kiweze kutekeleza haja ambayo ilipelekea kivuko hiki kutengenezwa kuja kutoa huduma kati ya Mafia na Nyamesati na kuondolea adha ya usafiri wananchi wetu wa Mafia. Lakini la pili niwapongeze ndugu zangu wa Songolo Marine, kazi kubwa ambayo mmeifanya mpaka sasa chombo chetu kimeweza kukamilika. Lakini pia niwashukuru ndugu zetu wa TASAC kwa usimamizi wao wa chombo hiki, lakini pia utayari wao wa kutoa fedha kila pale panapotokea na matatizo madogo madogo TEMESA yanayokihusu chombo chetu hiki. Lakini sisi kama Chama cha Mapinduzi, kazi yetu ni kusimamia utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya chama. Na ndio maana naona kila wakati panapotokea tatizo la usafiri Mafia, ama chombo kimekuja service kama hapa kinapokuja, mara nyingi wanakuja nafuatana na mheshimiwa mbunge kuja kuona maendeleo ya chombo chetu. Leo chombo kimekamilika, tumekuja kukiona na kikiwa tayari siku ya Jumatatu kuendelea kutoa huduma. So kama Chama cha Mapinduzi tuna wajibu sisi wa kuhakikisha kwamba mambo yote ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi tunayasimamia kadiri ya uwezo wetu, kwa sababu matatizo yote yanapotokea katika sekta za serikali, basi adhabu kwa wananchi wanakipiga Chama cha Mapinduzi kwa kuandaa mazingira kwa kinyima kula. Kwa wajibu wetu sisi kama chama sasa ni kufuatilia kila hatua katika maeneo yote kuona kwamba yanatekelezwa kadiri ambavyo yanahitajika kutekelezwa. Kwa hiyo nimekuja hapa leo, jambo limekwenda vizuri. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia tumpongeze sana mama yetu Samia Suluhu Hassan, tuwapongeze ndugu zetu wote wataalamu Songolo Marine kwamba wamefanya wajibu wao ipasavyo, na chombo chetu Jumatatu kitakuwa kinaelekea Mafia tayari kwa kufanya kazi kati ya Mafia na Nyamesati. Kidumu. Naitwa Godwin Isdori. Naitwa Godwin Isdori, ni technical manager hapa Songolo Marine. Na kiufupi ni kwamba kivuko hiki kilifika kina matatizo ya engine ambayo tumeshatengeneza, na hapa kilipo ni kinafanywa usafi tu na marekebisho mengine madogo ambayo yanakamilika leo. Swala lingine niseme kwamba Songolo Marine nasema area sikukuu ya wanawake kwa wanamama wote, na vile vile Tanzania ni yetu, ni lazima ijengwe na Watanzania, na kampuni yetu hii ni ya kizalendo kabisa, na hapa kazi inaendelea. Asante.